Zaidi ya watu 400 wamekamatwa nchini Ufaransa baada ya vurugu kuzuka katika miji mbalimbali kufuatia ushindi wa PSG dhidi ya Arsenal katika fainali ya UEFA Champions League. Maelfu wa maafisa wa polisi walitumwa katika maeneo mbalimbali hasa jijini Paris ili kudhibiti ghasia zilizovuruga huduma za mabasi, treni na usafiri wa reli baada ya mashabiki kumiminika mitaani kusherehekea ushindi huo. Mashabiki walirusha fataki na kuwasha miali ya moto, flares, huku baadhi ya barabara zikishuhudia baskeli za umeme zikichomwa moto. Video zilizosambaa mitandaoni pia zilionyesha baadhi ya watu wakivunja madirisha ya maduka katika maeneo ya katikati ya jiji. Eneo maarufu la Champs-Elysees lilijaa mashabiki muda mfupi baada ya PSG kushinda kwa mikwaju ya penalty. Mapema kabla ya mechi kumalizika, tayari kulikuwa na mapambano kati ya polisi na mashabiki waliokuwa wakitazama mchezo huo kupitia screen kubwa katika uwanja wa Parc des Princes. Kwa mujibu wa polisi, magari 6, biashara 2 pamoja na kituo kimoja cha kusubiri mabasi viliharibiwa wakati wa vurugu hizo. Wizara ya mambo ya ndani ya Ufaransa ilisema watu 416 walikamatwa katika saa za alfajiri za Jumapili hii, ambapo 280 kati yao walikamatwa jijini Paris pekee. Waziri wa mambo ya ndani wa Ufaransa, Laurent Nunez, alisema maafisa 7 wa polisi walijeruhiwa na kuelezea vurugu hizo kuwa hazikubaliki kabisa. Kiongozi wa mrengo wa kulia wa siasa za Ufaransa, Marine Le Pen, naye alikosoa hali hiyo kupitia mtandao wa X. Ni nchini Ufaransa pekee ambapo ushindi wa klabu ya mpira wa miguu unaweza kusababisha ghasia, aliandika. Aliongeza kuwa ni jambo la kusikitisha kuona wananchi wakihisi kulazimika kujifungia majumbani mwao wakati wa sherehe za ushindi ili kuepuka vurugu. Licha ya ghasia hizo, wachezaji wa PSG wanatarajiwa kushiriki gwaride la ushindi jijini Paris, likijumuisha matembezi katika eneo la Champ de Mars karibu na Eiffel Tower pamoja na mapokezi maalumu yatakayoandaliwa na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron. Hii ni mara ya pili mfululizo kwa ushindi wa PSG katika Champions League kuambatana na vurugu. Mwaka uliopita, sherehe za ushindi wa klabu hiyo ziligeuka kuwa janga baada ya watu 2 kufariki dunia, akiwemo kijana wa miaka 17.